hata ukishauriwa au shauriki, lakini unataka kujua ishara au siku ishara za mbinguni. Yesu akawajibu, hamtapewa. Nini? Kizazi kibaya, kizazi cha zinaa, kimejaa zinaa, kizazi kichafu. Watu wengi nchi hii ni watu waliojaa zinaa, kizazi cha zinaa. Watu, mwanaume na mwanamke wanaishi katika nyumba moja, hawajaoa, hawajaoana, wanaishi katika zinaa miaka yao yote, wamezaa watoto katika zinaa, wanaishi maisha ya zinaa siku zote, afu wapo comfortable kabisa, wana amani. Kizazi cha zinaa. Haleluya. Mwanaume kusaliti ndoa yake anaona ni rahisi. Sasa hivi wanaume wanajishuhudia, wanajisifia, na wanawake wengine wajinga wanachangia kusema hakuna mwanaume mwenye mwanamke mmoja, wapumbavu. Kizazi cha zinaa. Haleluya. Anakuambia mwanaume sio wa kwako, ni wa kwako ukiwa naye. Wewe ni mzinzi kama huyo mume wako. Kama wewe kweli una upendo wa kweli na wewe sio mzinifu au mchiti mume wako, huwezi kumwambia mumeo hivyo hata siku moja. Wapo wanaume wengine wapumbavu na wao wajinga, wanasema mwanamke sio wako peke yako, mwanamke ni wako ukiwa naye. Ni wanaume wengi sasa hivi wanaoishi sasa hivi ndoa ambazo zinaishi katika hali ya uaminifu ni chache sana. Ndoa nyingi zinaishi katika zinaa na washarati. Bwana anasema hamtapewa ishara isipokuwa ishara ya nani? Ishara ya Yona. Yaani nyinyi hamtapewa ishara za kutoka mbinguni, mtapewa ishara ya Yona. Kwa nini anawaambia ishara ya Yona? Tutaenda kujifunza tupate kuelewa kwa nini anawasukumizia kwa nabii Yona na kwa nini namtaja Yona. Alafu baada ya kuambia hivyo, aliamua kuachana nao, akawacha kaenda zake. Hata wewe pia, ni watu, maisha yako, familia yako, mnafaa kuambiwa ishara ya Yona, ya nabii Yona, kwa sababu mkiambiwa ishara, mkiambiwa nyakati za kutoka mbinguni, hamtaelewa, hamtafahamu na hamtakwenda huko, kwa sababu bado kuna jambo liko sawa. Inabidi tuwapeleke kwa nabii Yona. Haleluya. Kizazi cha zinaa, kizazi kibaya. Mtu wa Mungu, tupo nyakati za mwisho. Hakikisha unajua kutambua na kupambanua nyakati na majira tulionayo. Yaani wakati tulionao huu ni muda ambao wa kuwa bize. Jikiti bize katika kutengeneza maisha yako, sio kujiweka bize katika mambo ya duniani. Wapo watu ambao wanajiweka bize katika mambo ya duniani. Inapofika mwisho wa mwezi, anajua mwisho wa mwezi huko tunakaribia kupata mshahara, anajiweka kimazingira ili asifukuzwe kazi, ili asikatwe mshahara. Wapo watu wanajikiti bize katika mazingira hayo. Haleluya. Mnajishughulisha na mambo ya duniani huku mkitazamia mpewe ishara zitoka mbinguni. Nani atawapa? Kristo aliwakatalia, akawaambia mtapewa. Mtu wa Mungu, hakikisha unatambua nyakati na majira tulionayo. Tupo nyakati za mwisho, tupo nyakati za mwisho, tupo nje ya muda, tupo nje ya muda. Yaani sasa hivi hizi nyakati na majira tulionayo tunakimbizana na muda. Akawaambia mtapewa. Ngoja twende tukasome tukaelewe zaidi. Aliwaambia hamtapewa isipokuwa mtapewa nini? Mtapewa ishara za nabii Yona. Kwa nini aliwaambia watapewa ishara za nabii Yona? Nataka tukasome tena kitabu cha Mathayo 12:39 mpaka 41. Inasema nini? Inasema akajibu akawaambia, kizazi kibaya na cha zinaa chatafuta ishara, wala akitapewa ishara hila, ishara ya nabii Yona. Akawajibu tena lile andiko tulilopata kule, akaja akawaambia tena, kula kumtaja nabii Yona alitaja Yona, lakini hapa imekuja kuongezea kuwa watapewa ishara ya nabii Yona. Kwa hiyo watu ambao wanajishughulisha na mambo ya duniani hawafai kuambiwa mambo, hawafai kuambiwa ishara za mbinguni, bali wanafaa kuambiwa ishara za nani? Za nabii Yona. Watu ambao wanaoishi katika dhambi, haleluya, wanaoishi katika dhambi, kazi yao ni kuvaa mapambo, haleluya, wanavaa mawigi, wanavaa
wanavaa masuruari. Ukimwambia suruari, maandiko yanasema mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanaume na mwanaume asivae mavazi yampasayo mwanamke. Ukimwambia hivyo, anajitetea. Haleluya! Watu hao wanaochukua waume za watu, wake za watu. Siku moja nikutana mdada mmoja anakuambia ana miaka 35, yeye toka ujana wake, yaani umri wake wote hajawahi kutana na mwanaume wa umri wake, na atarajii kukutana na mwanaume wa umri wake, na ana malengo ya kuolewa na mwanaume wa umri wake, bali yeye wanaume wake ni waume za watu. Wanawaita masponsa, ni waume za watu, ndio waume zake yeye. Wengine nao ni wake za watu, ndio wake zao wao. Watu watulie kwenye mandoa, wanaume watulie kwenye ndoa. Yani watu wanaishi kwenye ndoa, yani ni kama kinyumba kilichojengwa afu ndani hamna kitu. Hiyo ni nyumba kweli? Hiyo sio nyumba. Haleluya! Watu wa Mungu, wewe ukiwa kama upo hivyo, na kuhakikishia kwamba haufai kuambiwa ishara za kutoka mbinguni, bali ishara zako za kuambiwa, tunakupa ishara za nabii Yona. Tutaenda kujifunza na tuone nabii Yona alifanya nini. 40 nasema, kwani kama vile Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, hivyo ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa siku 3 mchana na usiku katika moyo wa nchi. Umeona? 41, watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki